Tarehe 11 ya mwezi Septemba mwaka 2001 ni siku ambayo ilibadili historia ya dunia, huku ikiacha alama isiyofutika kabisa. Ilikuwa ni asubuhi tulivu ambayo iligeuka kuwa jinamizi la ajabu pale ambapo ndege mbili za abiria zilipotekwa na baadaye zikaanguka kwenye minara ya World Trade Center huko jijini New York, Marekani. Ndani ya muda mfupi tu, majengo hayo yalikuwa ni kama alama na nguvu ya kifedha ya maendeleo ya Marekani. Yalianguka na kuacha moshi mzito zaidi, vumbi na majonzi yasiyoelezeka. Wakati huo huo, ndege nyingine iligonga the Pentagon, kituo cha ulinzi wa taifa hilo, huku ndege 4 zikianguka katika jimbo la Pennsylvania baada ya abiria kujaribu kuzuia watekaji. Takriban watu 3,000 walipoteza maisha, wakiwemo raia kutoka mataifa mbalimbali, jambo lililofanya tukio hilo kutikisa ulimwengu mzima. Inaelezwa kuwa shambulio hilo lilipangwa na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda, mtandao huo ukiwa chini ya Osama bin Laden. Kama baba wa Reminder Time, nitakuletea kumbukumbu ya kina kumuhusu Osama bin Laden. Itikadi yao ilichochewa na tafsiri kali za kidini, chuki dhidi ya sera za kigeni za Marekani na hasira juu ya uwepo wa kijeshi katika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa uchunguzi wa baadaye, watekaji waliishi Marekani kwa muda mrefu, huku wakijifunza kurusha ndege na kupanga operesheni yao kwa siri kubwa. Ripoti ya kina iliyokuwa ikichunguza tukio lililotokea Septemba 11 ilieleza kuwa kulikuwa na dalili zilizoashiria hatari, lakini taarifa hazikuweza kuelezwa ipasavyo kati ya mashirika ya usalama. Hali hii iligeuka kuwa mjadala mzito kuhusu uzembe wa intelijensia, mapungufu ya mifumo ya tahadhari. Tunaweza kusema rais aliyekuwa kwa madarakani kwa wakati huo nchini Marekani, George W. Bush, alianza muhula wake mwaka 2001 mwezi Januari hadi Januari 2009. Alikuwa na mkosi au vipi? Despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. Ishikilie Reminder Time kwa makini zaidi, yapo mengi ya kukueleza. Athari za tukio hilo ziliendelea kwa kasi duniani kote. Ndani ya miezi michache tu, Marekani ilianzisha vita nchini Afghanistan kwa lengo la kuivunja Al-Qaeda kabisa na kuangusha utawala wa Taliban uliokuwa ukihifadhi kundi hilo. Vita hivyo vilidumu kwa miongo miwili, vikawa miongoni mwa operesheni ndefu zaidi za kijeshi katika historia ya taifa hilo. Miaka iliyofuata ilishuhudia pia uvamizi wa Iraq, hatua zilizozua mabishano makubwa ya kimataifa na maandamano katika miji mingi duniani kote. Ndani ya Marekani, sheria kali za usalama zilipitishwa, zikaongezwa mamlaka za ufuatiliaji na kuimarisha udhibiti katika viwanja vya ndege. Kwa mara ya kwanza, hofu ya ugaidi ikawa sehemu ya maisha ya kila siku kwa mamilioni ya watu. Lakini kulikuwa pia na mkakati wa kina zaidi. Bin Laden aliamini kwamba kwa kuishambulia Marekani ndani ya ardhi yake ingechochea ingie katika vita vya muda mrefu katika nchi za Kiislamu, huku akitarajia vita hivyo vingedhoofisha uchumi wa Marekani, kuichosha kijeshi, na alitaka watu wengi waliokuwa hawapendezwi na mambo ya Marekani wajiunge na itikadi yake kwa maeneo mengine. Shambulio hilo alikuwa tu kulipiza kisasi, bali lilikuwa jaribio la kuibadilisha mizani ya nguvu duniani kote kwa kuisukuma Marekani katika mgogoro mrefu, na ikielezwa kuwa hayo yote yalitokana na vita ya Ghuba katika mwaka 1990 hadi mwaka 1991. Mbali na siasa pamoja na vita hivyo vilivyotokea Septemba 11 ya mwaka 2001, ilibadilisha pia taswira ya jamii. Kuliongezeka visa,
chuki, ubaguzi dhidi ya Waislamu na watu wenye asili ya Mashariki ya Kati, jamii nyingi zililazimika kujitafakari upya kuhusu maana ya utulivu, uhuru wa dini, haki za kiraia. Vyombo vya habari vilichukua nafasi kubwa katika kuunda simulizi za matukio tofauti, huku picha za minara iliyoungua zikibaki kuwa miongoni mwa taswira zenye nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika karne ya 21. Katika miaka iliyofuata, eneo la zamani la minara lilijengwa upya na kuwa kitovu cha kumbukumbu ya heshima. Mnara mpya wa One World Trade Center ilisimama kama ishara ya uthabiti na matumaini mapya. Kila mwaka majina ya waliopoteza maisha husomwa kwa sauti katika hafla ya kumbukumbu, na familia hukusanyika kwa kumbukumbu ya wapendwa wao. Bila wasiwasi, mimi naondoka kwa sasa. Jina langu ni Captain Fanuel Steven. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.